hebu mpe huyo mama, mpeni huyo mama ambaye huyo anayepata shida ya kutembea. Asante mheshimiwa. Haya, tusikilizane, dakika zinakwenda, tusikilizane kidogo. Kifupi. Asante mheshimiwa kufika ujio wako mahali hapa wilaya Monduli. Naitwa Martha Ilonga. Tulieni tumsikilize. Mkazi wa kata wilaya Monduli, mzaliwa wilaya Karatu, lakini mkazi wa wilaya Monduli. Mwacheni mama aongee. Nimepata matatizo mwaka 2012 ya ajali iliyosababishwa na kanisa la Katoliki parokia ya Mtwambu. Haya, njoo hapo na wewe, onana na pale na mkapchini, tutaongea. Hebu onana hapo na mkapchini hapo, tutaongea pembeni. Tripod, msikilize huyo hapa, ana jambo la kiibada, tutaongea naye pembeni hapo. Haya, mpewe mama. Mheshimiwa Waziri Mkuu. Nyamaza tukusikilize vizuri. Ongea. Mheshimiwa Waziri Mkuu, majina yangu naitwa Rehema Paulo Molel. Baba yangu ni mstaafu. Amestaafu mwaka jana mwaka juzi 2022. Akaingiziwa pesa zake benki milioni 40. Pindi tu hela zimeingia milioni 40 benki, mheshimiwa, pesa zile zikaanza kupotea zikiwa ndani ya benki. Benki gani? Ya NMB tawi la Monduli. Nikafuatilia. Meneja yuko wapi? Je, tu watumishi wa NMB hapa, tuna meneja yeyote hapa? Tuna yeyote hapa? Yupo? Hebu mkurugenzi. Njoo kwa mkuu wa wilaya, atawaitisha ili kuweza kujua hilo tatizo. Njoo hapa. Njoo. Mruhusuni aje kwa mkuu wa wilaya hapa. Mkuu wa wilaya huyo hapo. Hebu mkuu wa wilaya utawaitisha watu wa NMB, meneja wa NMB. Utamwitisha meneja wa NMB pamoja na huyo mama. Hebu mwiteni mama, njoo hapa. Mama, unasikiliza? Hili limeshafika kwangu. Kesho tukishamaliza ziara, nimeshakuelewa. Ataitwa meneja huyo, zitatafuta hizo fedha hizo, haina shida. Sawa Chukua namba yake, mheshimiwa mkuu wa wilaya, uwe na namba yake na mimi nitampigia ili nipate mrejesho baada ya kuwa tumeshaongea na huyo meneja. Nyamaza, limeshafika serikalini. Umenisikia? Limeshafika serikalini hilo. Tutamsaka aliyezitoa hizo fedha mpaka tumpate. Fedha zinatoka kwa mfumo. Haya, mpeni mruhusuni bibi aongee. Haya, then tutakuja hapo. Nisalimie. Shamo bibi. Baba, nasalimu kwa jina la Yesu. Amina. Mimi nimegulumia shamba langu Makuyuni. Ilikuwaje? Mtu amenisulumu, ni mtoto wa Dedi, anaitwa Dennis. Ilikuwaje mama? Mimi ni mtoto. Nimemleta mama kwa ajili ya kulalamikia hilo shamba. Mpeni kiti mama apumzike hapo. Mpeni kiti apumzike. Ilikuwa kwamba David Pelo alikuwa ni diwani Makuyuni. Akawa nimemwomba anishikie shamba langu kwa wakati alipokuwa anafanya kazi. Mimi nikapata kazi TASAF, nikaona siwezi kuendelea kulima, na kwa sababu alikuwa yeye ni diwani, nikawa na uhakika kwamba litakuwa kwenye madarasa na uangalizi mzuri. Basi akaangalia kwa wakati ule. Niliporudi nikakuta David Pelo amefariki. Watoto wake wakasema kwamba baba yao alikata eka 30 katika lile shamba,
akawamilikisha na wakadai wamewachia hati ya urithi. Ndipo mama alipokuja akasema, mimi shamba langu naelewa mpaka, na wakati nilipokuwa nimemwachia David lote lilikuwa ni la kwake. Hakukuwa na mawasiliano kwamba atamuuzia au atampa shukrani yoyote kwa kuliangalia, kwa sababu muda wote alikuwa analilima. Wakati nikifanya kazi mimi, alikuwa anapata mavuno, anakodeshea watu na kulishia mabaki ya mashamba ya mavuno, analishia wanyama wake. Kuja kuanza kulima mimi ndio ikaanza hivi baraka kwamba usilime hapa mpaka ni wa baba yangu huu. Nilipomuuliza akasema nina haki ya baba yangu aliniachia kurithi hapa. Tukaenda kijijini ambapo ndo walipotupa hilo shamba. Kijiji kikaketi kikaamua shamba ni la mama la Oforo Tarimo. Haya, kama kijiji kilishaamua na ndo wanaojua mipaka hiyo, mkuu wa wilaya asimamia mama apewe shamba lake. Haya, kwa hiyo mkuu wa wilaya atakuja kusimamia uamuzi huo. Mama limeisha hilo. Nenda na wewe uliyekuja na mama, nendeni mkasimamia hilo. Mpeni mama hapo. Nasumbuliwa na goti. Nimeenda CMC wakasema nipate 250,000. Haya. Goti moja tu. Haya, 250,000 pewa na kijana wewe. Mwanao huyo hapa pewa 250,000 yako. Haya, wapi akina mama wawili au tumalizie, wengine tuibakize. Mwacheni apite yule. Mwacheni apite, anasumbuliwa na goti. Mwacheni apite, anasumbuliwa na goti. Jamani, tusikilizane. Monduli oye! Naombeni tusikilizane. Tulieni basi tusikilizane. Tulieni tusikilizane. Naombeni tusikilizane. Naombeni tusikilizane. Jamani, tunasikilizana. Ninyi wenyewe ni mashahidi. Ninyi wenyewe mnaona. Tumeshazidisha dakika takriban 44 baada ya saa 12. Wale hebu mpeni huyo kaka hapo. Alafu na huyo mama hapo. Mheshimiwa Waziri Mkuu. Na mama wawili tumalizie. Mheshimiwa Waziri Mkuu. Nimetoka kwenye maisha ya chini mheshimiwa. Jinsi ambavyo umepita. Ndio, nimejikusanya mheshimiwa. Nimefikia hatua nzuri ambaye naenda kuwa tumaini kwa jamii. Ndio. Mheshimiwa, ni mwaka jana nilinunua gari. Huku nikichukua sehemu ya mkopo wa benki. Gari hiyo ilipofika mwezi wa 9, nimechukua tarehe 28 mwezi wa 8. Nikaanza safari za Iringa kwa ajili ya kununua mbao na kusafisha kuleta Manyara. Mheshimiwa Waziri Mkuu, gari hiyo imekamatwa tarehe 27 kwa tuhuma ya kwamba kuna askari wa barabarani aligongwa tarehe 12. Nimekamatiwa gari tarehe 17. Tarehe 12 gari ilipita kweli Iringa hapo. Lakini tarehe hiyo 12 nirudi kijiji ile ambaye maaskari wanavikagua jioni, lakini mwisho wa siku gari ile imepiga 4 mheshimiwa, barabara ile inakaguliwa. Tarehe 27 imekamatwa ikiwa inaelekea Iringa. Nimeona mheshimiwa, nisaidie kwenye hili. Na mkopo wa benki iko Iringa kituo cha polisi. Ni mwezi wa 6. Mheshimiwa, bima yenyewe nimekopa pesa. Leo ni miezi 6 inaenda kumaliza miezi 12 bima imeisha. Njoo hapa, onana na yule pale. Hebu njoo, mwacheni aandike hapo. Geoffrey, msikilize huyo hapo, pata na mawasiliano yake tuone namna ya kumsaidia. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa majina naitwa Isaac Msinanga, ni mdogo wake na marehemu Christopher Msinanga aliyekuwa mpiga picha Waziri Mkuu. Mheshimiwa, tunaomba tusaidie viwanja vyake. Uko wapi unayeongea? Basi wewe kama ni mdogo wake na mtu wa ofisini, njoo onane na wasaidizi hapa, tutalisikiliza jambo lako.